Mashambulizi kati ya Israel pamoja na Iran yameendelea kuripotiwa kutoka katika maeneo mbalimbali ambapo Israel inaendelea kufanya mashambulizi, lakini pia hiyo Iran na yenyewe inaendelea kufanya mashambulizi katika maeneo mbalimbali. Lakini ripoti ambayo imeripotiwa leo ni juu ya shambulizi jingine la kombora ambalo limefanywa na Iran katika eneo la Beersheva, na kombora hili kutoka Iran lililipuka na kusababisha uharibifu mkubwa katika majengo ya makazi yaliyopo katika eneo hilo. Kombora ambalo limerushwa kutoka Iran limepiga asubuhi huko Beersheva, siku moja tu baada ya shambulio katika hospitali ya Soroka jijini humo, na uharibifu mkubwa ambao umeonekana katika eneo hilo, na athari zake hadi hivi sasa bado hazijatolewa. Na hii ni kwa mujibu wa Magen David Adon ambaye amezungumza kwamba watatoa taarifa sahihi juu ya kile ambacho kimetokea. Tovi Nation ambaye nyumba yake imeharibiwa na mlipuko wa makombora amesema wakati wa shambulizi hilo walikuwa wamelala kwenye chumba cha usalama, walifunga milango kila kitu kama kawaida, kisha kukatokea kishindo kikubwa. Mara moja wakasikia harufu ya kuungua na kuona vumbi kila mahali, nyumba imejaa kabisa vumbi. Walitoka nje na wakapigwa na butwa. Kwa bahati nzuri walikuwa wana nguo kwenye chumba chenye usalama, kwa hiyo walipotoka walilazimika kutoka na nguo. Na mkazi mwingine ambaye nyumba yake pia ilishambuliwa anasema, tulipoingia tu kwenye chumba cha usalama na kulikuwa na milipuko kama imerushwa na vichaa. Dirisha lilinigonga usoni, nilifungua mlango wa chumba cha usalama na kulikuwa na giza. Nyumba nzima ni ya glass, kila kitu kimepasuka, hakuna nyumba. Ameongeza kuwa watoto wake wakubwa walikuwa kwa wazazi wao na aliachwa na mtoto mdogo wakati mumewe akiwa katika kazi ya ziada. Mkazi mwingine amesema nyumba nzima imeharibiwa, waliona kwenye kamera kwamba kila kitu kilikuwa kimeharibika. Mkurugenzi wa hospitali ya Soroka Dr. Shlomi Kodish amezungumza kwamba kombora ambalo lilirushwa kutoka Irani Alhamisi asubuhi lilipiga jengo kuu la wagonjwa wa kulazwa, ambapo jengo lilikuwa limehamishwa na wagonjwa na limepata uharibifu mkubwa sana, na miundombinu ya karibu pia imeathiriwa kutokana na wimbi la mashambulizi ambayo yamefanywa. Sasa kamanda wa polisi katika eneo hilo la Beersheva, mrakibu mkuu anayefahamika kama Kafil Solomoni, ametangaza kwamba wakazi wote wamehamishwa kutoka katika jengo ambalo limeshambuliwa jijini Beersheva. Akisema hayo katika tangazo ambapo ametangaza kwamba eneo hilo sasa ni eneo lenye athari kubwa kwa sababu linaweza likashambuliwa na makombora sana wakati wowote, na kuongeza kuwa kulikuwa kuna watu kadhaa ambao wamefukiwa na vifusi hasa katika vyumba ambavyo viko salama. Nidhamu ya kiraia iliyokuwa maisha katika kesi hii pia wamefungua kituo cha familia na wanakaribia kukamilisha kituo hicho kwa ajili ya kuwahamishia wale ambao wamepata madhira kutokana na mashambulizi hayo. Lakini pia tumeona hiyo Iran imefanya mashambulizi mengine kwa sababu makombora yalirushwa saa chache baada ya ndege zisizokuwa na rubani kupenya katika eneo la bahari ya Chumvi mara mbili. Ndege ya kwanza ya uokoaji ilipaa kutoka New York kuwarudisha raia Israel, na Irani imetishia hatua za kisheria dhidi ya mkuu wa IAEA kwa kile ambacho wanasema ni mashambulizi yaliyofanywa na hiyo Israel. Na ifahamike moshi mkubwa umeendelea kuonekana katika maeneo mbalimbali kusini mwa Israel. Uharibifu mkubwa umetokea asubuhi ya leo. Ving'ora vya tahadhari vimeendelea kusikika kote kusini mwa Israel baada ya wakazi wa maeneo ya bahari ya Chumvi, magharibi mwa Lakshi, Negev magharibi, Basha ya Gaza, Negev ya kati, kusini mwa Negev kupokea taarifa kwamba makombora ambayo yamerushwa kutoka Iran yameelekea katika maeneo yao Ijumaa asubuhi. IDF imesema kwamba hadi makombora matatu yamerushwa. Mmoja wa wakazi katika eneo la athari anasema kwamba kaka yake anaishi hapo, ghorofa lake lote limejaa moshi, bado hawajamuokoa, lakini wamewasiliana naye akizungumza huko ndani akisema bado yu salama. Na kutokana na kile ambacho kimetokea kufuatia shambulizi la mapema na kusababisha uharibifu katika hiyo hospitali ya Soroka, Asuta Beersheva imeingilia kati kusaidia kukidhi mahitaji ya dharura katika maeneo hayo.
Na kwa mujibu wa taarifa ambazo zimetolewa, ambapo katika hicho kituo cha hospitali ya Soroka, ni kwamba kituo hiki kimekuwa kitoa huduma kwa watu wazima wenye umri wa miaka 18 na kuendelea, na kilianza kufanya kazi saa 8 mchana Alhamis ya Juni 19, na huduma hizo zikawa sasa nazo zimeshindwa kufanya kazi zaidi. Kwa hiyo raia kutoka katika maeneo hayo wamepewa tahadhari kwamba saa na wakati wowote ule wanatakiwa kuhakikisha wanakuwa makini, kwa sababu taarifa za ving'ora vya tahadhari zimeendelea kuripotiwa kutoka katika maeneo mbalimbali kule Israel, na mashambulizi haya yanafanywa na Irani. Meja General Shirom Bainda anasema Israel pia imewapiga makamanda wakuu wa Irani na kuwapa kuendelea hadi malengo yao muhimu yatakapoondolewa. Makumi ya miji imeathiriwa na mashambulizi ambayo yameenea, huku ulinzi wa Israel ukizuia makombora mengi. Hakuna majeraha ambayo yameripotiwa. Hii ni kwa mujibu wa taarifa ambayo imetolewa na mkurugenzi ya ujasusi wa kijeshi IDF, Meja General Shirom Bainda amesema kwamba Israel itaendelea kuwasaka makamanda wakuu wa kijeshi wa kule Irani na kuangamiza. Kwa mujibu wa taarifa ambayo imetolewa na IDF, Bainda alitembelea kitengo ambacho kinahusika na upangaji shabaha nchini Irani na kufichua kwamba makumi ya makamanda wa kijeshi wa Iran walipigwa katika awamu ya ufunguzi wa kampeni ambayo inaendelea pale Israel. Amesema kwamba Israel ilileta uharibifu mkubwa katika muundo wa amri ya uendeshaji wa Irani katika usiku wa kwanza wa mashambulizi na kuua takribani maafisa 30 wakuu. Anasema tunazungumzia wakuu wa majeshi, makamanda wa jeshi la anga pamoja na wengine, wote wameuawa. Hii ni taarifa ambayo imezungumzwa na Israel wakielezea kile ambacho wamekifanya kule Iran. Lakini pia tumeona takribani watu 147 wamejeruhiwa, 6 vibaya katika shambulio la kombora la Iran ambalo limeshambulia maeneo kama 7 pamoja na hospitali. Safari za ndege za kuwarudisha wa Israel waliokuwa wamekwama na zenyewe zimeendelea kufanyika, na mission za kidiplomasia za Austria, Kenya, Lithuania karibu na maeneo mbalimbali zinasema sheria za kimataifa zinawalinda, na hii ni kwa mujibu wa taarifa ambazo zimetolewa. Waziri wa ulinzi wa Israel Katz ametoa taarifa kwamba katika eneo ambalo limefanyika kuna makombora mengi ambayo yamerushwa na Iran ni huko Holoni, na kwa mara ya kwanza amesema wanahitaji sasa kumuondoa kabisa kiongozi mkuu wa Iran Ali Khamenei ili kuzuia kuwepo kwa mashambulizi. Wanasema huyu Khamenei ni Hitler wa kisasa, na kwa hiyo moja ya malengo ya Israel kwa hivi sasa wanasema ni kumuondoa Hitler wa kisasa Ali Khamenei. Wanasema dikteta kama Khamenei ambaye anaongoza Iran na ameandika uharibifu kwa Israel kwenye bendera yake hawezi kuendelea kuwepo. Kwa hiyo mission ya wa Israel ni kumuua kabisa bwana Khamenei. Katz ameongeza kwamba Khamenei ana ushawishi mkubwa wa kiitikadi, anatumia rasilimali zake zote kwa ajili ya jambo hilo, na leo wameona ushahidi kwamba ametoa amri ya kupiga risasi hospitalini. Tunaona kwamba hapaswi kuwa kwenye agenda. Takribani majeruhi 147 kutokana na mashambulizi ya makombora yaliyozinduliwa na Iran Alhamisi asubuhi, na yamefanya mashambulizi katika maeneo mbalimbali, ikiwa ni pamoja na kutoka maeneo ya athari kule Ramat Gan pamoja na Holon, na wale ambao waliondoka kwa kujitegemea. Majeruhi wapatao 37 wamehamishwa katika hospitali ya Wolfson huko Holon, 36 wamepelekwa kule Ichilov Tel Aviv, 21 kwa Sheba huko Tela Hashmuel, 14 kwa Belson huko Petah Tiva, 16 Asafu Harofei katika Bea ya Yakov, 13 Balzelai huko Ashkelon, 6 wamepelekwa Mayanei Hashoka, 1 amepelekwa kule Ashkelon, na 6 wengine wamepelekwa Mayanei Ayeshua Sisheida huko Petah, na 6 walitajwa kuwa wamejeruhiwa vibaya mno. Kwa hiyo mashambulizi haya si tu labda yanaleta hasara kwa Iran tu, hapana, lakini pia Israel wanapata hasara kubwa sana, ila kutokana na kile ambacho wamejiwekea kwamba wao hawahitaji kutoa ripoti za mashambulizi namna ambavyo yanaendelea, na ndio maana imekuwa ni ngumu zaidi kupata ripoti za nini ambacho kinaendelea. Wamezuia media pamoja na vitu vingine, lakini all in all the game bado inaendelea kuwa ngumu sana katika ukanda huo. Usisahau kusubscribe, like na kubonyeza alama ya kengele. Asante.